Duniani kuna watu wenye ujasiri na mioyo ya ajabu sana, na miongoni mwa watu hao ni Paul Rosery. Mtu huyu ni mtafiti kutoka nchini Marekani. Mnamo mwaka 2014 mtafiti huyu aliishangaza dunia kutokana na kitendo alichokifanya cha kumezwa na nyoka aina ya anaconda, na alifanya hivyo kwa makusudi kabisa na sio kwa bahati mbaya, huku tukio zima likirushwa live kwenye kipindi cha televisheni. Lengo lake la kufanya tukio hili la ajabu na ambalo lilishangaza dunia ilikuwa eti kwenda kuangalia tumboni kwa nyoka huyo mkubwa zaidi ulimwenguni kuna nini. Hakika mtu huyu alikuwa na moyo wa ajabu sana. Kwa mtu wa kawaida ukimuona nyoka huyu basi unaweza kupoteza fahamu hapo hapo, lakini yeye hata kumuogopa. Je, tukio hili lilikuwaje? Na mtu huyu yupo timamu kiakili? Ili uweze kufahamu mambo hayo na mengine mengi sana kuhusiana na tukio hili la kushangaza, hakikisha kuwa unaungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe katika channel yetu, unasubiri nini? Hakikisha kuwa una subscribe kisha unabofya alama ya kengele ya notification, kwani kwa kufanya hivyo utaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jenson. Tukio zima lilikuwa hivi. Mnamo mwaka 2014 Paul Rosery na timu yake walikwenda katika msitu wa Amazon kwa lengo la kufanya utafiti kuhusu nyoka aina ya anaconda. Huyu ndio nyoka mkubwa zaidi ulimwenguni. Katika utafiti huo walifanya jambo la tofauti kidogo ambalo halijawahi kufanywa na mtu yeyote ule ulimwenguni, isipokuwa yeye tu ndo amefanikiwa kuweka rekodi hiyo ya kuwa mtu wa kwanza kufanya jambo hilo. Inaelezwa kuwa tukio hili lilichukua takribani saa moja na lilikuwa likiruka mubashara katika kipindi cha Discovery Channel Eaten Alive, ikiwa ni moja ya utafiti wa mtaalamu wa wanyamapori bwana Paul Rosery pamoja na timu yake kuhusu nyoka aina ya anaconda. Lengo la utafiti huo ambao ulikuwa ni wa kwanza na wa aina yake, ilibidi mtaalamu huyu amezwe ili aweze kwenda kuchunguza maumbile ya ndani ya nyoka huyu anayepatikana katika msitu wa Amazon. Baada ya utafiti huo kuanza, bwana Paul Rosery alilazimika kusitisha utafiti wake ambao ulizua utata baada ya kuuanzisha. Watu wengi sana nchini Marekani walikuwa wanajionea tukio zima kwenye televisheni zao, kipindi kilichokuwa kikirushwa na mtaalamu huyu. Unaweza kujiuliza, je, aliwezaje kuingia katika tumbo la nyoka huyu? Kwanza kabisa alivalia mavazi maalum ambayo yalimsaidia kuchunguza kiwango cha joto cha mwili pamoja na mapigo ya moyo wake wakati akiwa ndani ya tumbo la nyoka huyu. Mtafiti huyu alionekana akiingia ndani ya mdomo wa nyoka huyu taratibu, na kichwa chake ndo kilianza kuingia katika mdomo wa anaconda, na wenzake walikuwa pembeni wakimtazama, huku wakiwa wanamuuliza nini ambacho kilikuwa kinaendelea kwa kutumia kifaa maalum ambacho alikuwa nacho bwana Paul Rosery. Na pia walikuwa wanamuuliza kama yupo sawa au waende wakamtoe. Katika moja ya mahojiano ambayo aliwahi kufanyiwa kuhusiana na tukio hilo, alidai kuwa alivalia vazi maalum lenye carbon na lilikuwa limepakwa damu ya nguruwe. Kisha alijilaza na kujielekeza kwa nyoka huyo kama mlo wake. Baada tu ya saa moja mtaalamu huyo kuanza kuingia kwenye mdomo wa nyoka huyu na kuanza kubanwa, aliamua kusitisha utafiti wake akihofia kuwa angeumizwa na nyoka huyo. Alisikika akiwaita wenzake waje wamuokoe kwa kutumia kifaa maalum cha kupaza sauti kilichokuwa kimewekwa kwenye vazi lake. Alisikika akisema, "Naumizwa, nahisi kama mifupa yangu inavunjwa vunjwa. Njoeni mnitoe hapa." Na wenzake wakawahi kumtoa. Hiyo ndio ilikuwa pona yake, yaani aliponea chup chup kuuawa. Inaelezwa kuwa nyoka huyu alikuwa na uzito wa kilo 180 na alimpata alipokuwa katika msitu wa Amazon. Utafiti wake haukufanikiwa, lakini baada ya jaribio hilo alifanikiwa kuhojiwa na vipindi mbalimbali vya televisheni, ikiwa ni pamoja na BBC, NBC na vingine vingi. Yeye mwenyewe alidai kuwa hakuogopa kabisa jambo hilo. Sasa wacha tushuhudie tukio zima jinsi lilivyokuwa. Guys, my face is down. I can't feel my energy squeezing hard. Paul, are you okay? You guys need to get in here. Okay. He wants us to come in. My arm's talking. This thing's gonna break. Okay. Let's go. Oh my God! It's coming! Watch it! Get his helmet on. Body armor off first.
right, man? She's right tight over there. Paul, if you can walk back to the tent. I want to see how well your heart rate's doing. Guys, my face is down. I can't feel my arms. She's squeezing hard. Paul, are you okay? You guys need to get in here. Okay. He wants us to come in. My arm's talking. This thing's gonna break. Okay, okay. We're coming. We're coming. You guys go. Get his helmet on. Body armor off first. Good. You all right, man? She's right tight over there. Paul, if you can walk back to the tent. I want to see how well your heart rate's doing. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe katika channel yetu, tunasubiri nini? Hakikisha kuwa una subscribe kisha unabofya alama ya kengele ya notification. Kwani kwa kufanya hivyo utaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jenson na kutakia wakati mwema na tukutane tena kwenye video nyingine.